Utendaji serikalini ni miongoni mwa jambo ambalo limezungumzwa kwa kina kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais. Tunapozungumzia utendaji serikalini, msisitizo ni uadilifu na uwajibikaji wa serikali kwa wananchi waliotuchagua ili kuhakikisha kuwa wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili. Serikali itawajibika na kuendelea na mageuzi ya sera zinazogusa moja kwa moja maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi. Ninaomba nitumie fursa hii kusisitiza kuwa serikali haitavumilia watendaji au viongozi wanaotoa visingizio na wasiowajibika. Hulka ya utendaji wa kazi wa mazoea, ujanja na kutoa taarifa za michakato badala ya majawabu havitovumiliwa hata kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu suala la marekebisho ya katiba ambalo ni mojawapo ya ahadi ya Chama cha Mapinduzi kupitia ibara ya 47 kifungu kidogo cha pili cha ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025, Mheshimiwa Rais alisisitiza kuwa serikali itafanyia kazi swala hili kwa kuanza na kuunda tume huru ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu na kufuatiwa na kuunda tume ya usuluhishi na maelewano na kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi. Ninapenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imejipanga kikamilifu kutekeleza vipaumbele vyote vilivyoainishwa. Serikali imeainisha maeneo mbalimbali ya utekelezaji na kupanga mpango kazi wa utekelezaji wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, na tayari utekelezaji wake umeshaanza kutekelezwa kwenye maeneo kadhaa. Hivi sasa serikali kupitia wizara za kisekta imeanza kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua mbalimbali za utekelezaji na zilizokamilika zinazohusiana na ahadi za Mheshimiwa Rais za siku 100 baada ya kuunda serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha pili. Mheshimiwa Naibu Spika, nyote mtakubaliana nami kuwa hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais hapa bungeni ilikuwa nzito, inayoonyesha umakini, umahiri na yenye kutoa mwelekeo na dira ya serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha pili. Hotuba ya Mheshimiwa Rais ilitoa maelekezo na kubainisha changamoto pamoja na majukumu yanayopaswa kutekeleza katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 6. Hotuba ya Mheshimiwa Rais imetuonesha bayana na kwa uwazi maeneo ambayo serikali ya awamu ya 6 itazingatia ili kufanikisha utekelezaji wa ahadi zake kwa wananchi waliotuchagua. Utekelezaji wa maelekezo haya kwa ufanisi ndicho kipimo tutakachopimwa nacho na wananchi waliotupatia ridhaa ya kuwakilisha katika kipindi cha miaka 5 hii ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba ya Mheshimiwa Rais imegusa maeneo mbalimbali na sisi wabunge tunatakiwa kushirikiana na wananchi na wadau wengine wa maendeleo kuyatekeleza. Kwa kutukumbusha, maeneo ya jumla aliyoyazungumzia Mheshimiwa Rais yalihusu uchaguzi mkuu, muungano, uchumi na uwezeshaji wa wananchi, kukuza sekta binafsi, wanawake, huduma za kijamii, afya na elimu, sekta za uzalishaji yani kilimo, mifugo, uvuvi, viwanda, madini, utalii na uwekezaji, sekta wezeshi yani nishati, ujenzi, uchukuzi, tehama, mazingira, habari, utamaduni na michezo. Pia mambo ya nje, ulinzi, usalama, uwajibikaji na utawala wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika,